Naam, kwa upande wa Simba Sport Club kesho nao wanacheza dhidi ya Petro Atletico di Luanda, mchezo ambao utapigwa pale Angola. Petro wakiwa nyumbani wakiwaalika Simba, mchezo ambao kwa Tanzania ama kwa mashabiki walioko Tanzania wengi wameonekana kama kuikatia tamaa Simba kutokana na kupoteza mchezo wao, hasa kuruhusu alama mbili zote kupotea katika mchezo uliopita na kuvuna alama moja pekee mbele ya wageni wa mchezo huo ambao walikuwa ni timu ya Esperance de Tunis ambao walipigwa Benjamin Mkapa. Tathmini kuelekea mchezo huo, ukijaribu kuangalia Petro nao si wazuri sana ya kusema kwamba wanatisha ama kuiogopesha Simba. Lakini kwa sasa kwa mujibu wa afisa habari wa Simba Sport Club, kama umemfuatilia vizuri, alikuwa anazungumza kwamba ni muda wa kwenda kuiheshimisha tu Simba kwa sasa. Mechi zilizobaki ni kama za heshima, kwamba tulimaliza kundi katika msimu wa 2025-26 tukiwa na alama 5, tukiwa na alama 7 ama tukiwa na alama fulani, kwa lengo la kuweka heshima ya timu, si alama moja, kwa sababu alama moja pengine kwao wanaona kama itawashusha hadhi hivi ya kuendelea kuwa majanti na watu wakubwa hasa kwenye klabu bingwa barani Afrika. Lakini kuelekea mchezo huo, mtazamaji na mwanafamilia wa Mgongo TV, nikwambie kwamba kwa Simba ambavyo mwalimu amejaribu kuingiza ama kuwaweka wachezaji wapya kuelekea mchezo huo, nadhani ni muda sahihi wa kwenda kuwatumia sasa akina Libasa Gay wapewe muda mzuri ili wahakikishe kwamba je, wanaendana na wachezaji wenzao, kwa sababu ni mchezo ambao Petro ana uhitaji zaidi kuliko Simba. Simba kwa sasa kumekuwa na maswali mengi kwanza mtaani, mengi mno. Kila watu huyo akisema kwamba Simba nao nafasi ya kwenda kufanya vizuri, mwingine akisema Simba imetoka. Ukweli ulio wazi ni kwamba hadi kwa sasa namna msimamo ulivyo, alama 8 kwa Stade Malien ya pale Mali, lakini alama 6 kwa timu ya Esperance de Tunis, alama 5 kwa Petro Atletico di Luanda. Ni dhahiri Simba ametoka kwa alama hiyo moja. Kwa sababu gani? Ukijaribu kufuatilia ama ukijaribu kuangalia mechi ambazo zimesalia, hata Simba akishinda zote akapata alama 6, maana yake atakuwa na alama 7, sio? Lakini je, hawa wengine watakuwaje? Maana yake kama Esperance atapata alama moja tu akafikisha alama 7, maana yake atalingana na Simba kama Petro atapoteza mechi zote. Maana yake Simba watakuwa na 7, Petro tuseme waishie hapo hapo, watakuwa na alama 5, lakini vile vile timu ya Esperance de Tunis nao watakuwa na alama 7. Kitu ambacho kitaangaliwa cha kwanza ambacho kitamhukumu Simba kutoka direct, cha kwanza ni head to head. Esperance de Tunis ilipokutana na Simba, matokeo ya mechi zote mbili ilikuwaje? Ndio swali la kwanza la msingi. Swali hilo litajibiwa na matokeo hayo. Swali hilo litajibiwa kwamba katika mchezo wao wa kwanza Esperance alishinda mbele ya Simba. Kwenye mchezo wao wa pili Esperance alitoka sare na Simba ya 2-2. Maana yake Esperance ana alama 4 mbele ya Simba, lakini Simba ana alama 1. Maana yake zile mbili zimepotea kwamba walitoka sare. Kwa moja kwa kigezo hicho, mnyama Simba hataruhusiwa ama hatakuwa na nafasi ya kuingia robo finali. Dhahiri ni mchezo tu wa kwenda kutafuta heshima, sio mchezo wa kwenda kupambana kusema kwamba anapambania alama 3. Ni mchezo ambao mwalimu Steve Becker ana haja ya kwenda kutumia kila silaha yake mpya kuhakikisha kwamba ina hakiki ama ikoje, kwa sababu kwa sasa hivi wanaelekea kwenye kuelekeza nguvu NBC, CRDB na michuano mingine ya ndani. Ni wajibu sasa kwa sasa kutesti kwenye mechi kubwa kama ya Petro ambayo itakuwa na ushindani hasa kwa Petro, kwa sababu wanahitaji kupata alama kusonga mbele. Lakini sio hivyo kwa Simba, wao itakuwa ni mechi ya heshima. Kwa binafsi mimi mchezo wa kesho wa saa 1 Simba wakiwa ugenini dhidi ya Petro na uchukulia ni mchezo wa kawaida na mchezo wa kuonyeshana tu nguvu, hasa kwa Simba kujaribu kutesti mitambo yao mipya ambao umesajili kwenye dirisha dogo la usajili, lakini kujaribu mwalimu kuweka chemistry yake kama imemecha ama vipi. Lakini sio mchezo wa kupambana kwamba achukue alama 3, kwa sababu hadi sasa ukubali ukatae, uamini usiamini, ni kwamba mnyama mambo yamekuwa magumu, na pengine atajipanga katika msimu ujao 2026-27 mambo yatakuwa vizuri. Nafasi ya wachezaji kufanya vizuri, namna ya kuatesti Cletus Chota Chamas na wasiwasi naye.
Kibabage bado licha ya kwamba ana nguvu na energy kwa sasa kupambana, lakini sidhani kama anaweza kawa ni namba 3 ambaye ni tegemezi ama anaweza kasimama licha ya umri wake mdogo, lakini bado mimi sijapata kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kawa ni nguzo kwa Simba kwa asilimia zote 100 katika zote mechi ambazo utakutana nazo ngumu na nyepesi. Lakini kwa wachezaji wengine, Libasa Gay ameonyesha cheche, Oura naye ameonyesha kwa kiasi chake. Kwa ni muda sasa wa wachezaji hao kuzoeana na wenzao, hasa kwenye mechi ngumu kama hizo. Kwa upande wangu Simba namuona kesho akicheza mchezo wa heshima tu na wala si mchezo wa kusaka matokeo. Petro atacheza mchezo wa kutaka matokeo, atoke kwenye 5 afike kwenye 8. Je, itawezekana? Ni swala la kusubiri. Ni katika mchezo wa kesho wa Petro dhidi ya Simba pale Angola. Mimi binafsi bado naweka game ni 50-50. Vipi upande wako? Tuambie kwenye comments. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.